na mbele ya macho yangu ni sura namba 17 kwa mpangilio wa msahafu, sio sura ya 17 kwa mpangilio wa kushuka. Vile Qur'ani ilivyokuwa inashuka sio sura ya 17, lakini kwa mpango wa msahafu huu, tab'atu thalitha li masahif al-Uthmaniyya, hii ni sura ya 17. Ukizihisabu toka sura ya kwanza mpaka ya 17 itakuta ni hii. Mnafahamu wasomaji? Sura ya kwanza kwenye Qur'ani ni sura gani? Suratul Fatiha, na ina majina mengi. Sura ya pili inaitwa Suratul Baqara, tunafahamu hivyo. Sura ya tatu ni Suratu Ali Imrana. Sura ya 4 ni Suratul Nisa. Sura ya 5 ni Suratul Maida, Suratu Al-Maida. Sura ya 6 ni Suratul An'am. Sura ya 7 ni Suratul A'raf. Sura ya 8 ni Suratul Anfali, na sura ya 9 inaitwa Tauba. Ndiyo sura peka yake kwenye Qur'ani ambayo haina bismillah, Suratul Tauba, sura ya 9. Sura ya 10 ni Suratu Yunus. Sura namba 10 ni sura gani? Suratu Yunus. Sura ya 11 ni Suratu Hud. Sura gani? Suratu Hud. Sura ya 12 ni Suratu Yusuf. Sura ya 12 ni Yusuf. Sura ya 13 inaitwa Suratu Ar-Ra'd, Suratu Ar-Ra'd. Sura ya 14 inaitwa Suratu Ibrahim. Ibrahimu ndo sura namba 14. Sura ya 15 inaitwa Suratul Hijri, Suratu Al-Hijri. Sura ya 16 ni Suratu Nahli, sura ya nyuki, Suratu An-Nahli ni sura ya 16. Sura ya 17 ndiyo hii, inaitwa Suratul Isra, na pia huitwa Suratu Bani Israil. Tulieleza mara nyingi na hata sasa tunasema yale yale. Sura ya Qur'ani hupewa jina kwa mujibu wa kisa au baadhi ya maelezo yaliyomo ndani yake. Hii mimbabi tasmiyati shay'i bijuz'i maanahu, ni kukitaja kitu kwa sehemu yake. Tunafahamiana? Imetajwa hii sura, Suratul Isra, kwa sababu ndani yake kuna habari ya safari ya Bwana Mtume Muhammad kuelekea mbinguni, ni kadhia ya Isra na Mi'raj. Kwa hiyo sura ikaitwa Suratu Al-Isra, au huitwa Suratu Bani Israila. Hii ni sura namba 17. Hii ni miongoni mwa sura zilizoshuka kabla Bwana Mtume Muhammad hajahamia Madina. Kwa inaitwa Suratun Makkiyya, Suratun Makkiyya, ni sura ya Makka. Hapa ni vizuri kusema kidogo. Ukisikia sura kwenye Qur'ani inaitwa Makkiyya, lazima iwe imeshuka kabla ya hijra, kabla ya Bwana Mtume Muhammad hajahama Makka, ndo ikashuka sura hiyo, inaitwa Suratun Makkiyya, ni sura ya Makka. Kuna baadhi ya ayat, na ukisoma al-Itqanu fi ulumi al-Qur'ani, kuna baadhi ya suwar zimeshuka Madina lakini kabla al-hijra, nazo zinaitwa Makkiyya. Hata kama imeshuka Madina, lakini ikiwa imeshuka kabla al-hijra inaitwa Makkiyya, sura ya Makka. Na ikiwa imeitwa Madaniya, kuna Makkiyya na Madaniya, yani sura iliyoshuka Madina, Madinatu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ujue sura hiyo imeshuka baada ya hijra, baada ya Mtume kuhama Makka. Hata kama imeshuka Makka, lakini kama imeshuka baada ya Mtume kuhamia Madina, inaitwa Madaniya. Hichi kipande mmekielewa? Hii sura imeshuka Makka hakika,
Unaona aya yake ya kwanza ni Isra, na jambo la Isra limefanyika mtume akiwa wapi? Akiwa Makka. Safari ya Isra na Mi'raj haikuwa Madina, ilikuwa Makka, na ndio maana sura inaitwa Makkiya. Tunafahamu tunaposema sura hii ayatuha 11 ayatan, aya zake ni 121. Sura hii ina aya ngapi? 121. Kwa namna walivyozihesabu aya Jalaluddin Suyuti na Jalaluddin al-Mahalli, kwa sababu kitabu kinachosomwa hapa kinaitwa Al-Futuhatul Ilahiyya. Semeni hivyo, hadha huwa Al-Futuhatul Ilahiyya, ndio kitabu hichi. Ashahir bitafsir al-Jamal, maarufu yake kinaitwa Tafsiru al-Jamal. Habari za kuhisabu aya zina khilafu katika wanachuoni waloshughulika na kitabu hichi. Kuna baadhi ya ulama wanachanganya aya mbili ikafanywa moja, na kuna wengine huchanganya mpaka 3 zikawa moja, na kuna mwingine aya 3 akafanya 3. Mnanielewa? Kwa usibabaike na upungufu au ziada ya wingi au uchache wa aya. Ni khilafu ya ulamai wetu katika kuhisabu aya. Tunafahamu? Bismillahir Rahmanir Rahim. Nilieleza neno hili ni kubwa sana. Neno Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim, ili ni neno kubwa. Tafsiri, kabla ya kutaka kuingia kueleza fadhila za hii basmala, lakini tafsiri zilizopokewa fi alsinatil mufassirin ni 3. Ni tafsiri 3. Ya kwanza inasema Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma na mwenye kurehemu. Hiyo si mmeisikia? Watu wote mnaijua hiyo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma na mwenye kurehemu. Hiyo juhudi kubwa sana, kwa sababu Rahmanu na Rahimu yote ishtikaku yake ni moja. Rahimu na Rahmani zote zatoka sehemu moja, sio? Rahmanu Rahimu asluhu minar rahma, sio? Yote ni huruma, isipokuwa ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil maana. Sayansi ya lugha ni kwamba tamko likiongezeka herufi na maana yake itaongezeka. Ikiwa tamko la Kiarabu maana herufi zimezidi, na maana yake pia inaongezeka. Ziyadatul mabna ziyadatul maana, jengo likiongezeka na maana imeongezeka. Kwa hiyo ukisema Rahimu maana yake inakuwa chache zaidi kuliko ukisema Rahmanu. Kwa nini? Rahimu ni harfu hizi, ni harfu 3, kuna ra, kuna ha na kuna mimu. Rahimu, au sio? Rahmanu zimezidi, kuna ra, kuna ha, kuna mimu, kuna alifu na nuni. Hapo maana imezidi. Imezidi vipi? Imezidi vipi? Tutaeleza kwa tafsiri ya pili. Twendeni tafsiri namba 2. Yaqulu al-mufassirun bitafsirihim shahir, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo na mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Si mmesikia tafsiri hiyo? Imesemwa hivyo. Kwa jina la Mola mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo na mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa. Almun'imu bidaqaiqi bijalailin ni'am wa daqaiqiha. Mola almun'im bijalailin ni'am, ananeemesha neema kubwa kubwa, wa daqaiqiha, na zile ndogo ndogo zote ananeemesha nani?
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeelezwa na ulama, wanasema neema ndogo ndogo, mtashangaa hapa, ni zile za akhera, na neema kubwa kubwa ni hizi za dunia. Kila mtu macho yake kayatoa, anaona ina maana duniani hapa ndo neema kubwa kuliko akhera. Yakuluna hadha, neema za akhera zimeitwa ndogo ndogo, za duniani zimeitwa kubwa kubwa. Na hawa walosema hivyo kwa sababu hizi neema za dunia anapata kila mtu. Hakuna kiumbe ambaye haishi kwenye neema za Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fakulluna natakallabu fi an'amillah, sote tunaogelea kwenye neema za Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muslimuna wa kafiruna, saghiruna wa kabiruna, dhakarina wa unthana, fasikuna wa adiluna, muadilifu, muuni, muislamu, kafiri, sio mwanamke, mwanamume, kila mmoja neema za dunia za Mungu anazo. Sio, mnanifahamu? Ndio zikaambiwa kubwa kubwa. Kwa mfano, na mfano mimi watu ufurahi nikiusema, miongoni mwa neema za Mungu ni hivi alivyokuumba. Si amekuneemesha, au sio? Umbile lako ni neema, na kuna mahala kajisifu Mungu, ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a. Hapa Mungu anajisifu alivyokutengeneza, ni neema. Mzee, Mungu alijua kwenye maisha yako utakula ugali wewe. Alikujua Mungu utatafuna ugali babu, au sio? Na ni kweli unakula ugali. Sawa. Ugali ukiliwa unatakiwa kutengenezwa mkononi. Mkono na vidole ndo vinashughulika kuweka sawa yale mambo yaende vizuri. Akafanya vidole vyako babu vinakunja. Sawa? Ni neema. Angeumba vidole vyetu vimesimama wima kama vile yani kidole hakikunji, kiko hivi tu. Twendeni kwenye ugali, tungefanyaje? Wote hapa tuelekee kwenye meza ya ugali hivi sasa. Ugali ushakuja na vijiko hamna, na vidole vyetu vimenyooka kama rula hivi, havipindi hivi. Mzee, ungeshughulikia vipi ugali? Ungefanyaje? Maana ugali ndo huu. Hata sijui ungefanya vipi. Alipokujua Mola utakula ugali, unahitaji ugali ule ufinyangwe, hata tonge ya wali, au sio? Uwezi kuchota tu hivi kama kijiko, pia ina marekebisho hapa. Kuna amendment hapa, unatengeneza mipango, halafu unapata raha ukipeleka ndani kule. Yamanini Mola asingetuneemesha vidole hivi vikawa vinakunja kama hivi, twendeni mezani kula, tungefanyaje? Acha kabisa ujinga wa kusema si vijiko vipo. Vikiwa hamna utakulaje? Na kijiko utakishika vipi? Kuna ndugu zetu, baadhi ya wanadamu wenzetu ni walemavu, sio? Vidole vinakuwa vimetoka, wana namna wanayofanya kwa dharura ili wapate kula. Maana Mungu akikupa kilema anakupa na namna ya kutembelea. Hamjakuta vilema anatoka Mbagala unamkuta Kariakoo, hata unashangaa kafikaje, au sio? Ukipewa ulemavu Mungu anakupa na jinsi ya kwenda na ulemavu wako ule. Sasa unatizama neema, unaona alhamdulillah. Ukiliendea tonge, na kuna watu kawajalia Mola wana matonge hatari. Wako watu wamejaliwa, akiingia kwenye sahani unakiri kwamba naam, mtoto wa kiume kapita hapa. Unakiri sana, unakiri sana. Na mwingine hatia na ufahari sana, unanyenyuka na robo kilo nzima, alafu anarusharusha. Anakwambia ni mimi ndo kidume, nafanya kazi nzuri. Kule nilikozaliwa mimi, kule kwetu chakula chetu kikubwa ni ugali. Sisi tunakula sana ugali kule kwetu. Hatari bwana. Kuna mtu ananyenyuka na ugali, tonge moja ya ugali, basi hapa kuna paka 3-4 ziko hapa, kainuka nazo. Kinakatwa kipande hapa ni mukaddima, hichi kinakwenda bila mchuzi, bila mboga, kinakwenda kuweka sawa huko ndani mambo. Wallahi bwana, hichi hamjaona watu wao? Mzigo wenyewe hasa unakaa huko nyuma.
kifundi kabisa, kitaalamu. Anafanya hapa mipango, anapata tunge moja, ni mukaddima. Hii inatangulia bila kuwa na mapambo yoyote, inakwenda kutengeneza njia huko ndani. Inasogezwa hii, panakatwa mara mbili hapa, wala hazigongani, anapanga vizuri tu. Halafu baada ya hapo anaunda mipango, inakuwa sawa. Anatoboa kwa kidole hapa katikati. Hamjaona hawa watu? Yaani hapa anaunda kibakuli ili akinyenyuka na mchuzi mara mbili inabidi uongeze mwingine, kwa sababu wote anaondoka nao kama hivyo. Kama vidole havikunji ungefanyaje? Neema za Mungu kila mtu anazo, sio hapa duniani. Na kuongezeni nyingine, Mwenyezi Mungu alijua sisi ili tuishi tunahitaji kula. Al-aklu huwa wasilatul haya. Al-aklu huwa wasilatul hayati. Kula ndiyo nyenzo ya kuishi. Moja wapo ya nyenzo uzitumie ili uendelee kuishi ni kula. Nyote ni walimu, mnajua jamanini, mtu asipokula mwisho wake nini? Jaribu ukae siku 7-8 uone kama hatujaagana. Tutaagana mara moja, tuseme inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah akajua hivi, wakati unaanza kula, chakula kipo mbele yako, una vitu 4 unavihitaji. Unahitaji mambo haya mane kwenye chakula. Ataalamuna ma hadhihi al-arba'. La kwanza unalolitaka ni kukiona chakula chenyewe. Yanaanza kuburudika macho, au sio? Macho yanaona raha pale mezani. Na wale wenye uwezo zaidi basi wenyewe wanasema draft, au sio? Na raha leo mtaipata wakati wa magharibi kwenye kufutari pale. Ukikaa pale unapata burudani kwanza ya macho, na nielewa. La pili ni harufu, raiha tayyiba. Unaanza kupata harufu nzuri ya chakula, sio? Chakula kikiwa hakinukii, anayekula hafurahi mlaji kama chakula hakina harufu nzuri, au sio? Pua pia inapata raha yake. Hilo ni jambo la pili. La tatu, idha nazala taamu ala lisani. Chakula kikifika kwenye ulimi, sasa unashughulika na ladha, unasikia utamu. Na sio lazima kiwe kitamu. Usidhani kila chakula kitamu, maana utamu ni kama sukari au asali, au sio? Vyakula vingine vichachu ajabu. Sasa ule uchachu ndio utamu wenyewe. Haujasikia mtu bwana, pilipili tamu sana hii pilipili. Bwana, pilipili tamu. Eti kule kuwashwa ndio utamu wenyewe. Kahawa ya leo nzuri sana, tamu kahawa. Hakuna mtu asiyejua kama kahawa chungu. Lakini muda huo ule uchungu ndio utamu wa mnywaji. Na kahawa ikikosa uchungu, mnywa kahawa haitaki, au sio? Cha kwanza unafurahi macho, cha pili unafurahi harufu, halafu cha tatu ni kinywani unapata raha. Unanielewa? Jambo la 4 ni amrun ma'nawi. Ni kitu hakionekani nacho unakihitaji. Ni ile sarfu biwazini khaswa. Ni ule utendaji kazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huko ndani chakula utakachokila, Mungu anagawanya yale madini. Kuna chakula kinahitaji kikawe damu, sio? Mungu anakipeleka kinafanywa kuwa damu. Hiyo sasa sio mtu, ni Mungu huko ndani, kazi yake. Halafu chengine kinataka kikaongeze wingi wa sukari yako mwilini, kinapelekwa kwenye sukari. Chakula hicho humo ndani kingine kitakuwa maji, sio? Kieuka anakuwa maji, kitawekwa sehemu yake. Kuna madini yanaitwa protini, sio? Protini itakaa sehemu yake, vitamin sehemu yake, kuna calcium sehemu yake, kuna magnesium sehemu yake, kuna sulfur, kuna madini. Hizo kazi sio zako. Sasa ukishakula we umemaliza, unasubiri Mungu aimarishe afya ya mwili wako, kila kitu akiweke pake. Unanielewa? Ukiwa unakula tu unadumaa, we huli. Wataka ukila uimarike afya yako, sio? Hilo ni jambo la 4. Hayafataneni na mimi. Alipojua Mungu unataka chakula ukione, akaweka macho, au sio? Chakula kiko mbele unakiona.
Alijua Mola unataka harufu nzuri uisikie chakula, akaweka pua. Macho yanaona hapa na pua inapata hapa hapa. Na ladha je kinywani? Naam, mdomo kinywa akaweka hapa. Vimepangana. Yani unapata yote kwa wakati mmoja. Sio, mnanielewa? Au sio hivyo baba? Unaona, unapata harufu nzuri, unapata na ladha nzuri, na vyote viko hapa. Tizama neema ilivyokuwa kubwa. Huyo Allah akajua hiki chakula unachokila lazima ukitoe baadaye. Hakitokaa tumboni milele, kitatoka. Na kisipotoka siku ya kwanza, utokaji wa chakula mnyote mmejua na kusudia nini hapo, sio? Twende tunaelewana hapa. Sio mpaka useme neno moja moja. Chakula kitatoka. Na kisipotoka, unakula leo mara 3 hakikutoka, kesho mara 3 hakikutoka, siku ya 3 mara 3 hakikutoka. Ikifika siku ya 3 mwenyewe utaongoza njia kwenda hospitali. Utamfuata daktari, mimi siko sawa, hali yangu si nzuri. Unapambana kitoke, au sio? Kule kutoka chakula ulichokila ni neema. Na ndio maana baada ya kukidhi haja, si unatakiwa kushukuru? Alhamdulillah alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Unamshukuru Mola amekusaidia. Ndugu Waislamu, zile shughuli za chooni zile zote neema. Akikushughulikia Mungu akasitisha shughuli zile kwa muda, alafu akakugawia njaa, yani ukawa unaona njaa sana ili ule sana, lakini kule hayawezekani mambo. Zikifika siku 7 8, we hali yako sio nzuri. Na kuna mmoja nimemshuhudia alikufa mwana mmoja Kurasini. Alikaa siku 7 bila kwenda kujisaidia, na sasa hapati haja, lakini anasikia njaa ajabu, lazima ale. Anakula tu lakini hakitoki. Mpaka nimekuja kuitwa mimi, wallahi nimekuta tumbo limefika kama hivi. Amekuwa na tumbo kubwa kama dumu. Na hapa ananiambia, shekhe nina njaa. Nikamwambia pumzika kwa sababu pakukaa sasa hamna huko ndani, nafasi imejaa. Mola akajua ukitaka harufu, ukitaka ladha na macho kuona, macho na kapanga hapa na pua na mdomo, sio? Sasa akakuneemesha. Wakati wa kukitoa chakula hiki, muda wa kutoa umefika. Bila shaka huna haja ya kuona, au na hasa ya kutoka unataka kuona kidogo. Mtamuuliza imamu kama na hiyo haja ipo. Yani ukenda chooni, bidhaa zile unazozitoa nazo una haja ya kuziona, au sio? Ndio watu wajifungia huko ndani kabisa asionekane, au sio? Afanye mwenyewe vituko huko. Vyote vituko vitaishia huko. Na kumechimbwa mashimo ili mambo yaende huko tena, sio haja ya kuonana. Na umekuja ufundi siku hizi wa dunia hii, lile jambo la kufanya vituko hivyo, ukishafanya vituko kuna mahala unabonyeza, yani sasa hamkutani, balaa hizo zinaondoka. Kwa nini? Hutaki kuona wakati wa kutoka. Kadhalika hata harufu yake hutaki, au zile bidhaa zinavotoka na harufu unaitaka. Labda wenzangu nyinyi, mimi sijui, labda wenzangu mnahitaji zile bidhaa muda wake pia harufu usikie. Haya, unahitaji ladha yake. Chakula kinapotoka, huyu anayekitoa hana haja ya kukiona, hana haja ya harufu yake, wala hana haja ya ladha yake. Barabara ya kutokea akaiweka huko misitu ya Hilton kule, sio hapa. Wakati wa kula ni hapa, sio? Unaona hapa, unasikia harufu hapa, na chakula kinakuja hapa, kwa sababu vinahitajika. Wakati wa kutoka havihitajiki harufu, ladha wala kuonwa. Barabara Mungu kafungua upande mwingine kabisa wa milima huko ya Himalaya, milimani huko, fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'dhu sayyara huko. Jamanini, kwani Mwenyezi Mungu alishindwa? Angeamua hivi, macho si haya, na pua si ndo hii, na kinywa si hiki, na barabara ya kutokea ile mipango angeipanga hapa. Barabara angetoboa hapa, ili mipango ukiwa unaitoa pia uwe maana ikitokea hapa utaona balaa lilivyokuwa kubwa.
amekuneemesha Mungu, barabara iko kwengine huko. Tunakusudia kusemaje hapa? Waliosema kama neema za dunia ndiyo kubwa kubwa, ni kwa sababu gani? Neema za ulimwenguni anapewa kila mtu, kila kiumbe anapewa, zikaambiwa kubwa kwa maana hiyo, na zile za akhera zikaambiwa ndogo, kwa sababu akhera neema za Mungu hatopewa yoyote, watapewa wachache. Sio, mnanielewa? Akhera neema za kule inshallah Mungu akatupe, hatopewa kila mtu. Akhera kuna vyakula vya thamani sana, hatokula kila mtu. Akhera kuna vinywaji vya fahari sana, hatokunywa kila mtu. Hapa maji si kila mtu anakunywa hapa, au sio? Hapa duniani juisi si kila mtu anatengeneza anakunywa. Kwenye hii dunia akitaka mtu maziwa si kila mtu anayapata. Akhera maziwa yapo na hapewi kila mtu. Akhera kuna pombe, hatopewa kila mtu, watapewa watu wazuri ambao hapa duniani walimheshimu Mungu, hawajanywa hapa, watapewa kule, watakunywa. Akhera kuna utitiri wa wanawake kupewa, hapa si umekatazwa. Akhera utapewa wanawake rundo zima, wote ni wako hao. Ilivyokuwa baadhi ya neema za Mola, akhera watakosa watu, hapa duniani wanapata. Baadhi ya jamaa wakasema neema kubwa kubwa za dunia kwa kuwa anapewa kila mtu, neema ndogo ndogo za akhera. Ndio maneno hayo. Sasa yageuze kinyume chake, utafute hakika. Hakika ni kwamba neema za akhera ndiyo kubwa kubwa na neema za dunia ndiyo ndogo ndogo. Akikwambia mtu yule, na wewe mbona unasema hivyo? Mwambie naam, kwa sababu neema za duniani zina mwisho, zitatumika baadaye, zinakwisha, au sio? Lakini neema za akhera ni za kudumu. Kile kitu unachotumia kinakwisha, na kile kitu unatumia milele hakimaliziki. Kipi kikubwa, kipi kidogo? Chele cha milele, sio? Na ndio cha akhera. Kwa Mwenyezi Mungu akatupe akhera inshallah. Wengine kundi la tatu wamesema, na mmewasikia, Bismillahirrahmanirrahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuwarehemu wema na waovu duniani na mwenye kuwarehemu wema peke yao akhera. Kuna walofasiri hivyo. Hizi ndiyo maana za bismillahi kwa tafsiri yake zilizotolewa, na nyote mmezisikia. Tumefahamu? Muda ukishakuwepo katika Ramadhani hii tutaeleza muda fulani, tutaelezana bismillahi ni kitu gani. Nataka kielezwe peke yake tu, bismillahi ni jambo gani, ili ulijue uzito wake, ili muda wake utafika tutaelezana. Leo twendeni ndani kwenye sura. Yakulu Rabbuna,